Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Israel na Marekani zimetangaza kuanzisha mashambulizi mapya makubwa zaidi katika eneo la magharibi mwa Iran. Jeshi la Israel likishirikiana na lile la CENTCOM la Marekani sasa limesema limeanzisha wimbi kubwa la mashambulizi katika eneo la magharibi mwa taifa la Iran. Jeshi la Israel limesema Jumapili kwamba wakati huu ni wakati wa kufanya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran katika sehemu za magharibi za nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi, mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni kubwa inayolenga kile inachokita miundombinu ya utawala wa Iran. Jeshi hilo pia limesema limeharibu vifaa kadhaa vya kurushia makombora na miundombinu mingine ya kijeshi. Wakati huo huo, mamlaka za Israel zimeripoti mashambulizi kadhaa ya makombora kutoka Iran usiku kucha hadi Jumapili asubuhi. Nchi kadhaa za Ghuba zimeripoti mashambulizi yanayoendelea ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kutoka Iran. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema makombora 6 masafa marefu yaliangushwa juu ya mkoa wa Al-Kharji, eneo ambalo inapatikana kambi ya kijeshi ya Prince Sultan. Walinzi wa mapinduzi ya Iran walisema Jumamosi kwamba wamerusha makombora dhidi ya wanajeshi wa Marekani waliopo katika kisiwa hicho. Hata hivyo, kwa upande wa Marekani kupitia waziri wa vita Pete Hegseth amesema kwamba mipango ya Marekani sasa ni kufanya mashambulizi makubwa zaidi katika jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Marekani imeahidi mashambulizi hayo makubwa zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambapo waziri huyo wa ulinzi Bwana Hegseth amesema Marekani inaimarisha mashambulizi zaidi katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, na lengo ni lile lile, kuhakikisha wanauangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tangu vita hivyo vya Marekani na Israel kuanza Februari 28 pamoja na Israel, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema maeneo karibia 15,000 yameshambuliwa ya Iran. Akizungumza na waandishi wa habari, amesema mashambulizi ya kuanzia Ijumaa, Jumamosi na hata Jumapili yalikuwa ni makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu operesheni hiyo ilipoanza. Ni baada ya kushambulia katika maeneo ya Kharg, moja kati ya maeneo ambayo yanazalisha mafuta kwa wingi nchini Iran. Aidha, Hegseth amethibitisha kuanguka kwa ndege ya mafuta KC-135 ya Marekani wakati wa operesheni yao, huku akikiri kuwa vita ni vurugu na kwamba vifo vya wenzao vitawapa msukumo wa kutimiza malengo yao. Kauli ya Pete Hegseth imejiri wakati mlipuko mkubwa umetikisa mji mkuu wa Iran, Tehran, ambako maelfu ya watu walikusanyika kwenye kumbukumbu ya kila mwaka na kuonyesha mshikamano wa Palestina. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa ambayo pia hata baadhi ya viongozi wa taifa hilo walikuwepo katika eneo hilo. Kuhusu kiongozi mpya wa kidini wa Iran Mojtaba Khamenei, Hegseth amesema amejeruhiwa na huenda ameharibiwa sura, lakini uongozi na mamlaka nchini Iran wamekuja kuthibitisha kwamba kiongozi huyo mkuu wa Iran yuko salama na anaendelea na majukumu ya kuiongoza taifa hilo la Kiajemi la Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia utajua mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.